tujifunze sehemu katika hukumu mbalimbali za funga, na hii ni kutokana na watu wengi kutokuzifahamu hukumu hizo, na ni kwa sababu wakati huu ni wakati munasab, ni wakati ambao ni munasab wa sisi kuzijua zaidi na kujifunza zaidi hukumu za funga. Tukaonelea kuwa Ramadhani hii tujifunze sehemu katika hukumu za funga katika kitabu al-musamma bitaysiri ahkami siyam, katika kitabu ambacho kinaitwa wepesi wa hukumu za funga min taalifi Sheikh Abi Yahya Rashid Mahmud Iji al-Shafi'i, رئيس مكتبة البحوث التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية. Kwa hivyo leo tutaanza risala yetu hii. ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم, na tunaianza risala yetu kwa bismillahir rahmanir rahim, na kuingia moja kwa moja katika unwan ambayo ameipa jina la as-siyam, kwa maana ya funga. As-siyam, funga. قال حفظه الله تعالى: شرع الله الصيام. الله ameweka sheria ya funga. شرع الله الصيام, Allah ameweka sheria ya funga. وجعله رابع أركان الإسلام, na akaifanya funga kuwa ni ya 4 katika nguzo 5 za Uislamu. وجعله رابع أركان الإسلام, na akaifanya funga kuwa ni ya 4 katika nguzo 5 za Uislamu. Na hili halina shaka kwetu sisi, kama ilivyokuja katika hadithi ya Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, aliposema kuwa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5. umejengwa Uislamu juu ya nguzo 5. wa min tilkumul arkan, na miongoni mwa hizo nguzo akataja Mtume sallallahu alayhi wasallam ruknu sawmi, nguzo ya funga. wa huwa rabi'uha, nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam akaitaja ni nguzo ya 4 katika nguzo 5 za Uislamu. ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى: وجاءت النصوص الكثيرة, na zimekuja dalili nyingi. وجاءت النصوص الكثيرة, na zimekuja dalili nyingi. من الكتاب والسنة, kutoka katika kitabu na sunna.
min alkitabi wasunnati, kutoka katika kitabu na sunna, tubayinu ahkamahu, zinazobainisha hukumu yake. Tubayinu ahkamahu, zinazobainisha hukumu zake. Kwa maana zimekuja dalili nyingi kutoka katika kitabu na sunna, dalili ambazo zinabainisha hukumu za funga. Tubayinu ahkamahu, zinazobainisha hukumu zake. Wa tuwaddihu maalimahu, na zinaweka wazi ishara zake. Wa tuwaddihu maalimahu, na zinaweka wazi ishara zake. Kwa maana ya kwamba zimekuja dalili nyingi kutoka katika kitabu na sunna, dalili ambazo zinaweka wazi hukumu za funga, na dalili ambazo zinaweka wazi ishara mbalimbali za funga. Qala bisuratin wadihatin, kwa sura ya wazi. Bisuratin wadihatin, kwa sura ya wazi. Wuduha ash-shamsi fi rabi'ati an-nahari, uwazi wa jua katika robo ya mchana. Wuduha ash-shamsi fi rabi'ati an-nahari, uwazi wa jua katika robo ya mchana. Wasanaqifu ma'a tarafin, na tutasimama pamoja na sehemu ndogo. Wasanaqifu ma'a tarafin, na tutasimama pamoja na sehemu ndogo. Mimma yataallaqu bisiyami, katika yale ambayo yanafungamana na funga. Mimma yataallaqu bisiyam, katika yale ambayo yanafungamana na funga. Fi hadhihi as-safahati at-taliya, katika hizi kurasa zifuatazo. Fi hadhihi as-safahati at-taliya, katika hizi kurasa zifuatazo. Narudia tena. Shara'a Allahu as-siyama, Allah ameweka sheria ya funga. Waja'alahu rabi'a arkani al-islam, na akaifanya funga kuwa ni ya 4 katika nguzo 5 za Uislamu. Wajaat an-nusus al-kathiratu, na zimekuja dalili nyingi. Min al-kitabi was-sunnati, kutoka katika kitabu na sunna. Tubayinu ahkamahu, zinazobainisha hukumu zake. Wa tuwaddihu maalimahu, na zinazoweka wazi ishara zake. Bisuratin wadihatin, wa sura ya wazi. Wuduha ash-shamsi fi rabi'ati an-nahari, uwazi wa jua katika robo ya mchana. Wasanaqifu ma'a tarafin, na tutasimama pamoja na sehemu ndogo. Mimma yataallaqu bisiyam, miongoni mwa yale ambayo yanayofungamana na funga. Fi hadhihi as-safahati at-taliya, katika hizi kurasa zifuatazo.
Kwa hivyo hapa al-muallif hafidhahu Allah ta'ala amekutangulizia ibarat ambazo zinaelezea kwa ishara ya mbali kile ambacho unakwenda kukisoma katika risala hii. Maana ndani ya risala hii tutajifunza hukumu mbalimbali za as-siyam, za funga, kama kilivyoitwa kitabu chenyewe kuwa ni Taisiru Ahkami Siyam, wepesi wa hukumu za funga. Kwa hivyo akakutangulizia mtunzi maneno ambayo yataiandaa akili yako katika kujifunza hukumu mbalimbali za funga. ثم انتقل حفظه الله تعالى إلى تعريف الصيام. kisha akahama mtunzi wa kitabu hafidhahullah akaamia katika unwani nyingine inayosema taarifu siyami fi lugha, taarifu ya funga katika lugha, maana ya funga katika lugha. Funga ina maana gani katika lugha ya Kiarabu? قال حفظه الله الصوم في اللغة، funga katika lugha. الصوم في اللغة، funga katika lugha. يطلق على الكف عن الشيء، hutumika kwa maana ya kujizuia kunako kitu fulani. yutlaqu ala al-kaffi 'ani ash-shay'i, hutumika kwa maana ya kujizuia kunako kitu fulani. Kwa hivyo Waarabu wakisema swama fulanun, maana yake kaffa 'ani shay'i. Wakisema fulani amefunga, manake amejizuia kunako kitu fulani. Ndio maana ya funga kwa lugha ya Kiarabu. Maana yake as-sawmu fi al-lugha, funga katika lugha ya Kiarabu maana yake yutlaqu ala al-kaffi 'ani shay'i, hutumika kwa maana ya kujizuia kutokana na kitu fulani. Lakini vile vile as-sawmu fi al-lugha maana yake anasema walimtina'u, na kujizuia. Al-imtina' ni kujizuia, walimtina'u na kujizuia, watarku na kuacha. Watarku na kuacha. Kwa hivyo kumbe katika maana za funga vile vile ni kuacha. Tunaposema fulanun saimun ay taraka shay'a, fulani ni mwenye kufunga, maana yake ameacha kitu fulani. Wa minhu qawluhu ta'ala, na katika maana hiyo kuna kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minhu, na katika maana hiyo qawluhu ta'ala, kuna kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala hikayatan an Maryama, akisimulia kuhusiana na Maryam, mama yake Isa ibn Maryam. Wa minhu qawluhu ta'ala, na katika maana hiyo kuna kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala
hikayatan an Maryama, akisimulia kuhusiana na Maryam aliposema inni nadhartu lirrahmani sawma, hakika mimi nimeweka nadhiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kujizuia inni nadhartu lirrahmani sawma, hakika mimi nimeweka nadhiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kujizuia falan ukallima alyawma insiya, sitomzungumzisha leo hii mwanadamu yoyote. inni nadhartu lirrahmani sawma, hakika mimi nimeweka nadhiri kwa Allah. Ar-Rahman ni Allah, ismun min asma'illah, ni jina miongoni mwa majina ya Allah, anaitwa Ar-Rahman. Kwa hivyo hakika mimi nimeweka nadhiri kwa Allah ambaye ndiye Ar-Rahman sawman, nadhiri ya kujizuia au kwa kujizuia. falan ukallima al-yawma insiya, sitomzungumzisha leo hii mwanadamu yoyote. Tunaona hapa katika hii aya Maryam namna vile ambavyo alivyolitumia neno saum kwa kumaanisha kujizuia, al-kaffu 'ani shay, kujizuia kutokana na kitu fulani. Tunaona yeye alijizuia kutokana na kuzungumza na mtu yoyote, akaitumia ibara sauma, akatumia maneno saum. Kwa hivyo kumbe neno saumu kilugha maana yake ni kujizuia kutokana na kitu fulani. Kwa hivyo ukisema swama fulani, maana yake amsaka 'ani shay, amejizuia kunako kitu fulani. قال حفظه الله قال أهل اللغة, ومسما watu wa lugha. Wakitajwa ahlu lugha wanakusudiwa al-arab, wale waarabu, watu wa lugha fasaha ya kiarabu. qala ahlu lughati, wamesema watu wa lugha صام صوما وصياما, صام صوما وصياما أي معنى yake أمسك عن الطعام والشراب والنكاح. watu wa lugha wanaposema neno sama au neno sauman au neno siyaman, humaanisha amsaka 'ani at-ta'ami, amejizuia kutokana na chakula, washarabi, na kinywaji, wanikahi, na kitendo cha ndoa. qala ahlu lughati, wamesema watu wa lugha صام صوما وصياما أمسك عن الطعام, amejizuia kutokana na chakula, washarabi, na kinywaji, wanikahi, na kitendo cha ndoa. Kwa hivyo kumbe maana ya as-siyam au saum maana yake ni kujizuia kutokana na kula na kunywa
na kitendo cha ndoa hata kwa Waarabu. Wa minhu, na katika maana hiyo, qila lilfaras, pamesemwa kuambiwa farasi, saimun, ni mwenye kufunga. Waarabu wanasema alfarasu saimun, farasi ni mwenye kufunga, wakimaanisha liimsakihi anil alaf, kwa sababu ya kujizuia kwake kutokana na chakula. Farasi kikataa kula, Waarabu wanatumia ibara alfarasu saimun, farasi ni mwenye kujizuia, ay liimsakihi anil alaf, kwa sababu ya kujizuia kwake kutokana na chakula. Kwa hivyo katika nukta hii ya pili tumejifunza taarifu siyami fi lugha, maana ya funga katika lugha ya Kiarabu. Amesema as-sawmu fi lughati, funga katika lugha ya Kiarabu maana yake yutlaqu ala al-kaffi 'ani shay'i, hutumika kwa maana ya kujizuia kutokana na kitu fulani, walimtina'u, na kujizuia, watarku, na kuacha. Wa minhu qawluhu ta'ala, na katika maana hiyo kuna kauli yake Allah mtukufu, hikayatan an Maryama, akisimulia kuhusiana na Maryam, inni nadhartu lirrahmani sawma, hakika mimi nimeweka nadhiri kwa Allah ya kujizuia, falan ukallima alyawma insiya, sitomzungumzisha leo hii mwanadamu yoyote. Qala ahlu lughati, wamesema watu wa lugha, sama sawman wa siyaman amsaka 'ani at-ta'am, maana ya hayo maneno amejizuia, amsaka 'ani at-ta'am, amejizuia kutokana na chakula, wa sharabi, na kinywaji, wa nikahi, na kitendo cha ndoa. Wa minhu, na katika maana hiyo, qila lilfaras, pamesemwa kuambiwa farasi, saimun, ni mwenye kufunga, liimsakihi anil alaf, kwa sababu ya kujizuia kwake kutokana na chakula. Kwa hivyo hiyo ni maana ya as-siyam fi lugha, funga katika lugha ya Kiarabu. Qala hafidhahullah, ta'rifu as-siyami fi al-istilahi, maana ya funga kwa makubaliano ya wanawachuoni. Ta'rifu as-siyami fi al-istilahi, maana ya funga kwa makubaliano ya wanawachuoni. Iliyotangulia ilikuwa maana ya funga kwa lugha ya Kiarabu. Sasa hii tunayoisoma hivi sasa ni maana ya funga kwa makubaliano ya wanawachuoni kwa mujibu wa sharia ya Kiislamu. Inapotajwa funga inamaanisha nini kwa mujibu wa sharia ya Kiislamu? Qala hafidhahullah, huwa al-imsaku, funga maana yake ni kujizuia. Huwa al-imsaku, ni kujizuia, biniyati at-ta'abbud lillahi, kwa nia ya kumwabudu Allah. Biniyati at-ta'abbud lillahi, kwa nia ya kumwabudu Allah.
an ashya'in makhsusatin, kutokana na vitu maalumu, an ashya'in makhsusatin, kutokana na vitu maalumu, fi zamanin muayyanin, katika wakati maalumu, fi zamanin muayyanin, katika wakati maalumu, min shakhsin makhsusin, kwa mtu maalumu, min shakhsin makhsusin, kwa mtu maalumu, bishurutin khassatin, wa masharti maalum. bishurutin khassatin, kwa masharti maalum. Kumbe maana ya funga kwa makubaliano ya wanawachuoni, maana hiyo imebeba mambo matano. Maana ya funga kwa makubaliano ya wanawachuoni kwa mujibu wa sharia ya Kiislamu, maana hiyo imebeba mambo matano. Jambo la kwanza ni al-imsaku bi niyyati ta'abbudi lillahi. Jambo la kwanza ni kujizuia kwa nia ya kumwabudu Allah. Kwa hivyo ni sharti kujizuia kwako kuwe ni kwa nia ya kumwabudu Allah, isiwe ni kwa sababu ya kuupunguza mwili wako. Labda mwili wako una mafuta mengi, sasa unaona njia nzuri ya kuupunguza mwili wangu ni kujizuia na kula na kunywa na vinginevyo. Au kujizuia kwako ikawa ni kwa sababu ya kimatibabu, labda daktari amekwambia ujizuie na kula na kunywa, ukajizuia. Bali iwe nia yako ya kujizuia ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni sehemu ya kwanza katika maana ya funga na yale ambayo yamebebwa kwenye maana hii ya funga. Jambo la kwanza ni al-imsaku bi niyyati ta'abbudi lillah, ni kujizuia kwa nia ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Maana yake ni kwamba yule ambaye atakayejizuia kwa nia nyingine kinyume na nia ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa mujibu wa sharia ya Kiislamu, hatoambiwa amefunga, ima amejizuia kwa sababu ya fulani, au amejizuia kwa sababu ya allani, au amejizuia kwa sababu ya kuupunguza mwili, au amejizuia kwa sababu ya daktari ya kitabibu. Hatoambiwa mtu huyo amefunga kwa mujibu wa sharia ya Kiislamu. Atakayeambiwa amefunga ni yule ambaye nia yake ameifunga kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Nia yake ameifunga katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili ambalo limebebwa katika maana ya funga, qala an ashya'in makhsusatin, kutokana na vitu maalum. Kumbe ibada ya funga haikuzuii wewe kufanya mambo yote, bali inakuzuia kuyafanya mambo fulani maalum. Si kwamba mambo yote wewe hutaki kuyafanya, huo umekaa tu. Utajizuia kuyafanya mambo fulani na mengine unaruhusiwa kuyafanya. Na ndio maana akasema an ashya'in
makhsusatin, an ashya'a makhsusatin, kutokana na vitu maalumu. Na jambo la tatu, fi zamanin muayyanin, katika wakati maalum. Kumbe huko kujizuia kwako kunakuwa vile vile katika wakati maalum, si kwamba watakikana ujizuie wakati wote, la hasha wa kalla, bali wewe utajizuia kwa wakati fulani maalum. Ndiyo fi zamanin muayyanin, katika wakati maalum. Nao wakati huo ni kuanzia baada ya kuingia alfajru thani, alfajiri ya pili, ila ghurubi shamsi fawra, mpaka baada ya kuzama kwa jua. Jua likizama tu, basi vile ambavyo ulivyokuwa umeambiwa ujizuie navyo, hina idhin, kuanzia wakati huo utakuwa unavitumia vile ambavyo ulikatazwa kuvitumia kwa wakati wa mchana wa Ramadhani. Kwa hivyo jambo la tatu lililobebwa katika maana ya funga, fi zamanin muayyanin, katika muda na wakati maalum. Jambo la nne, min shakhsin makhsusin, kwa mtu maalumu. Kumbe si kila mtu anatakiwa kufunga. Wako wengine wana a'dhar, wana nyudhuru ambazo zinawahalalishia wao kutokujizuia. Wako wengine bado ni watoto wadogo, hawajafikisha sinu taklif, ule umri wa kukalifishwa na sharia ya Uislamu. Kwa wao hawatoingia katika umaalumu huu ambao unahitajika ili kufunga. Kwa hiyo funga inafanyika min shakhsin makhsusin, wa mtu maalumu. Na jambo la tano, bishurutin khassatin, wa masharti maalum. Si kwamba mtu anajifungia tu bila anavyotaka yeye, la hasha wa kalla, bali kuna shurut, kuna masharti ambayo yamewekwa, lazima yatimizwe masharti hayo ili mtu aingie hii ibada adhima, ibada ya as-siyam. tumeelewana vizuri. قال حفظه الله يدل على ذلك قوله تعالى, inajulisha juu ya maana hiyo kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala. Maana tuliyoitaja hapo juu, ukitaka kujua ya kwamba wanawachuoni wameitoa wapi, wameitoa katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala. Yadullu ala dhalika qawluhu ta'ala, inajulisha juu ya maana hiyo kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimmu as-siyama ila al-layli. Pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wakulu washrabu, na kuleni na kunyweni, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu, mpaka utakapobainika kwenu nyinyi weupe wa mchana. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu, mpaka utakapobainika kwenu nyinyi weupe wa mchana. Minal khaytil aswadi, kutokana na weusi wa usiku. Minal fajri, katika wakati wa alfajiri. Minal fajri, katika wakati wa alfajiri. Thumma atimmu as-siyama ila al-layli, kisha kamilisheni funga mpaka katika wakati wa usiku. Thumma atimmu as-siyama ila al-layli, kisha kamilisheni funga
mpaka katika wakati wa usiku. Aya hii imekuja kutuonyesha wazi maana ya funga kwa mujibu wa sharia ya Kiislamu. Allah subhanahu wa ta'ala amesema wakulu washrabu, na kuleni na kunyweni. Ndani ya maneno yake haya Allah subhanahu wa ta'ala yanaonyesha ishara ya wazi kuwa watu wameruhusiwa kula na wameruhusiwa kunywa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah akasema hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr. Katika maneno haya ya Allah subhanahu wa ta'ala yakaonyesha mpaka na ukomo wa kula na kunywa. Mpaka wake ni upi? Allah amesema hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad, mpaka utakapobainika kwenu nyinyi weupe wa mchana. Kumbe kuingia kwa weupe wa mchana ndiyo ukomo na ndiyo mpaka wa watu kula na kunywa. Kule kuingia kwa weupe wa mchana, panapoanza kudhihiri weupe katika anga kwamba mchana unakuja sasa, basi kuanzia wakati huo itakuwa sasa wale waliopewa ruhusa ya kula na kunywa watajizuia kuanzia wakati huo, kwa sababu umeingia wakati ambao Allah amekataza ndani yake kula na kunywa. Ameweka mpaka wa kula na kunywa, na mpaka wake ni pale ambapo utakapoingia weupe wa mchana. Kwa maana pale ambapo itakurubia alfajru athani, pale itakapokuwa alfajru thani imefika, basi ndio wakati wa kujizuia na kula na kunywa. Huo weupe wa mchana Allah amesema utakapobainika minal khaytil aswadi, kutokana na weusi wa usiku. Kumbe kabla ya hapo palikuwa na weusi wa usiku, kisha ule weusi wa usiku ukaondoka, pakabainika weupe wa mchana, ndiyo mwisho wa watu kula. Kumbe watu wameruhusiwa kula katika wakati wa weusi wa usiku. Kisha akasema Allah min alfajiri, katika wakati wa alfajiri. Huo weupe wa mchana unapatikana katika wakati wa alfajiri, min alfajiri, katika wakati wa alfajiri. Kisha akasema Allah thumma atimmu siyama ila al-layli, kisha kamilisheni kujizuia na huko kula na huko kunywa. Kamilisheni kujizuia na kula na kunywa ila al-layli, mpaka katika wakati wa ghurubu shamsi, wa kuzama kwa jua. Thumma atimmu siyama, kisha kamilisheni huko kujizuia na kula na kunywa, kamilisheni funga ila al-layli, mpaka katika wakati wa kuzama kwa jua. Kumbe pale tuliposema maana ya funga kwa makubaliano ya wanachuoni, waliposema huwa al-imsaku biniyati at-ta'abbud lillah, ni kujizuia kwa nia ya kumwabudu Allah, ndiyo imeletwa katika maneno ya Allah thumma atimmu siyama ila al-layli, kwa sababu tumeshatangulia kutaja huko nyuma as-sawm maana yake ni al-imsak. Kwa hivyo tuliposema al-imsaku, kujizuia, ndio hii Allah amesema thumma atimmu siyama ila al-layli, kisha
kamilisheni huko kujizuia na kula na kunywa na vinginevyo vyenye kufunguza mpaka wakati wa usiku. Lakini huko kujizuia kwako kuwe ni ta'atan lillahi subhanahu wa ta'ala, kuwe ni kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah ndiye ametoa amri ya nyinyi kujizuia kula na nyinyi kujizuia kunywa na kufanya mengine yenye kufunguza. Kwa hivyo huko kujizuia kwako kuwe ni kwa ajili ya kumtii Allah, ndio huwa al-imsaku bi niyyati ta'abbudi lillah. Aliposema an ashya'in makhsusatin, kwa vitu maalum amevitaja Allah subhanahu wa ta'ala katika aya, wakulu washrabu, na kuleni na kunyweni. Hivi ni vitu maalum ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amekuja kuvikataza pale aliposema hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad, mpaka utakapobainika kwenu nyinyi weupe wa mchana. Kwa hivyo hivi ni vitu maalum Allah amevikataza, na vinginevyo vilivyotajwa katika ahadith na katika ayati nyingine. Na pale aliposema fi zamanin muayyanin, amebainisha Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl. Ndani ya maneno haya Allah subhanahu wa ta'ala amebainisha wakati maalum wa mtu kujizuia na kula na kunywa na mengineyo yenye kufunguza, ni kuanzia tu pale ambapo utabainika weupe wa mchana kutokana na weusi wa usiku katika wakati wa alfajiri, na litaendelea jambo hilo la kujizuia mpaka pale utakapoingia wakati wa usiku baada ghurubi shams, baada ya kuzama kwa jua. Ndio maana pakatajwa katika taarifu huku maana ya funga fi zamanin muayyanin, katika muda maalumu. Kisha pakatajwa pia min shakhsin makhsusin, kwa mtu maalumu, kwa mtu maalumu. Na hili jambo la mtu maalumu limetajwa katika ahadith ukhra, hadithi nyingine kadhalika limetajwa katika ayat nyinginezo. Kadhalika aliposema bishurutin khassa, kwa masharti maalumu, kadhalika haya masharti yamekusanyika katika ahadithi nyingine na yamekusanyika katika ayat nyingine. Kwa hivyo hiyo ilikuwa ni maana ya funga kwa mujibu wa lugha ya Kiarabu, kadhalika mujibu wa sheria ya Kiislamu kwa makubaliano ya wanawachuoni. Kisha akasema fala yasihu illa biniyatin, hivyo basi haisihi funga illa biniyatin, isipokuwa kwa nia. Anasema fasawmu la yasihu illa biniyatin, funga haisihi isipokuwa kwa nia. Fasawmu, funga, la yasihu illa biniyatin, haisihi isipokuwa kwa nia. Wa min tulu'il fajri, na funga inaanza tangu kuchomoza kwa alfajiri. Wa min tulu'il fajri, na funga inaanza tangu kuchomoza kwa alfajiri, ila ghurubi shamsi, mpaka kuzama kwa jua. Ila ghurubi shamsi, mpaka kuzama kwa jua. Bishurutin khassatin, wa masharti maalumu. La yasihu siyamu illa biha, haisihi funga isipokuwa kwa masharti hayo. Fasawmu la yasihu illa biniyatin, hivyo basi funga haisihi isipokuwa kwa nia. Wa min tulu'il fajri, na ni tangu kuchomoza kwa alfajiri. Ila ghurubi shamsi, mpaka kuzama kwa jua. Bishurutin khassatin, kwa masharti maalumu. La yasihu siyamu illa biha, haisihi funga isipokuwa kwa masharti hayo. La yasihu siyamu illa biha, haisihi funga isipokuwa kwa masharti hayo. Nadhani tumeelewana vizuri. Kwa hivyo leo tumejifunza maana ya funga
kwa mujibu wa lugha ya Kiarabu na kwa mujibu wa makubaliano ya ahlul ilmi, makubaliano ya wanawachuoni. Walillahi alhamdu, tumeweza kukimaliza kipengele hiki na tutatosheka na nukta hii. Wallahu tabaraka wa taala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.